Chacha Mwita. Mheshimiwa Spika, kwanza nianze kwa kushukuru kwa kunipa nafasi hii kwa ajili ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Nianze kwa kuipongeza Wizara ya Madini, ndugu yangu Mavunde, kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Lakini pamoja na hayo, naomba kuuliza swali moja. Tunajua kabisa kwamba swala zima la double taxation limekuwa halikubaliki. Lakini kwenye wizara hii ya madini, kwenye swala zima la mrabaha, tumeona double taxation mara kadhaa ikifanyika. Kuna baadhi ya mikoa ambapo tunachaji mara mbili. Mara moja tunachaji wakati mchimbaji anapokuwa anagawa mawe, lakini pia wakati mwingine mchimbaji huyu akiprocess, akipata dhahabu, akifika kule sokoni tena anachajiwa mrabaha. Je, wizara imejipanga vipi au ina mpango gani kuhakikisha kwamba swala zima hili la double taxation tunaliondoa na huyu mchimbaji aende kulipa kodi moja kwa mara moja? Asante Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, napenda kulijulisha bunge lako tukufu kwamba kodi zilizoidhinishwa rasmi na wizara ni kodi ya mrabaha, ni kodi ya ukaguzi wa leseni na ile ya service levy inayokwenda kwenye halmashauri. Hizi tozo anazoongelea mheshimiwa ni tozo ambazo watu wanapotoa madini mgodini, na wakati huo ni mawe tu, anayetoa mawe mgodini anapoyapandisha pale, sio yeye anayepeleka kwenye sehemu ya kuchakata yale madini. Kwa hiyo hakuna namna sisi tunaweza tukasubiri aende mpaka kule mwisho wa eneo litakapotumika kuweza kuchaji. Kwa hiyo anachajiwa kwa asilimia ya mawe aliyogawa pale baada ya kutoa, na yule anayekwenda kuchakata anawekewa kiwango ambacho kinalingana na zile tozo za serikali. Lakini tuko katika mpango wa kuhakikisha kwamba katika migodi yote uchenjuaji ufanyike pale pale ili mawe yatozwe kodi ya serikali baada ya kuwa yameshachakatwa.